Okay, kwa leo kesi ilikuja kwa ajili ya kutajwa tu, lakini tuna maelekezo kutoka kwenye ofisi ya DPP na ofisi ya mashtaka taifa kwamba wametukubalia tufanye majadiliano ili kuweza kumaliza hili jambo mezani. Lakini kwa leo wakili wa mshtakiwa wa kwanza na mshtakiwa wa tatu ambaye ni kampuni hayupo, amepata dharura, lakini pia kuna majadiliano tunafanya nje ya ofisi kidogo na mwanasheria mkuu, na DPP, not mwanasheria, DPP. Kwa hivyo kuna majadiliano yanaendelea. Kesi leo imeahirishwa, lakini pia tuna barua, yani tulishakubaliwa kwamba tufanye hiyo plea bargaining na itafanyika, lakini kesi imeahirishwa kwa sababu hizo ambazo nimetaja hapo awali. Kwa hivyo kesi inakuja kwa ajili pia ya kuendelea kujua hatma ya hayo maongezi, hayo majadiliano yalikuwaje. Kwa hiyo tarehe 18 mwezi wa 3 tutakuwepo hapa mahakamani kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusu kilichojiri. Ni hayo tu kwa leo. Tumeona leo baadhi ya viongozi wengine walihudhuria kwenye mahakama. Okay. Wale waliohudhuria hapa leo ni watu ambao wanahusika kwenye hii kesi, ambao kuna ofisi ya DCI, kuna NSSF, kuna NPS wenyewe, kuna mahakama, kuna TIRA, sawa, na PCCB. Kwa hiyo leo tulikuwa tujadiliane, lakini kuna mambo bado yanaendelea kufanyika. Kwa hiyo waliohudhuria tumeomba msamaha. DPP amepiga simu na ameomba kwanza yale makosa ayapitie kama yeye, wafanye majadiliano, then tutarudi tuangalie inakuaje, lakini plea bargaining bado inaendelea, iko pale pale. Kwenye yale makosa 841 wakisha yapitia, tunayapitia pole moja baada ya jingine, tutajua sasa itakuaje. Sitaongea zaidi ya hapo kuhusiana na hilo jambo tena. Hii ni Tanzania Habari.